Hakika zimebaki saa chache kabla ya wekundu wa Msimbazi Simba kuteremka dimbani kucheza mechi yao ya kwanza ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025 dhidi ya Stellenbosch. Ni mechi ambayo itapigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Matumaini ya Tanzania ni kuona Simba wakianza vyema katika safari yao ya kuelekea fainali ya michuano hii ya kombe la shirikisho na hatimaye kutoa ubingwa. Lakini yapo mambo mengi ambayo bila shaka kimbinu, kiufundi, kocha Fadlu Davids na wachezaji wake wangali wakijiweka fiti kufikia muda huo ili hatimaye wawape furaha wekundu wa Msimbazi Simba, wawape furaha wa Tanzania, wawape furaha wana Afrika Mashariki na Kati chini ya mwavuli wa Sekafa, nchi zote wanachama ambazo mwakilishi pekee katika michuano ya CAF kwa msimu huu hivi sasa ni wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wamebeba hatima, maslahi ya mamilioni ya watu katika ukanda huu. Bila kusahau Tanzania ambako Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa muungaji mkono mkubwa wa shughuli za michezo ikiwamo Simba ambayo yenyewe inawakilisha nchi na peperusha bendera katika michuano ya kombe la shirikisho, ambapo katika kila bao lao pindi wanapata ushindi wana uhakika wa zawadi ya kitita cha fedha cha mamilioni. Sasa kama nilivyosema awali, yapo mambo mengi, lakini kubwa ambalo tunataka kukumbushia leo hii kupitia jukwaa hili ni kwamba wachezaji wa Simba kwenye mechi hii ambayo uwanjani pale dakika 90 ni kama vita, ni kuhakikisha wanakuwa mbele katika kuchangamka, wanakuwa aggressive kupigania maslahi ya timu yao pindi wanapoona pale mwamuzi huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jacques Ndala anapojikuta kwa maamuzi ya kibinadamu anachemka na kufanya maamuzi tofauti, na hasa kwenye matukio ambayo yanaruhusu kutumika kwa VAR, video assistant referee. Ikumbukwe katika michuano hii hatua ya nusu finali ni miongoni mwa zile ambazo kuna matumizi ya VAR. Sasa pale inapobidi, wanapoona kuna tukio dhahiri ambalo kwao lina wanyonga, ni kwa sababu ya kile ambacho pengine ni mtazamo wa kibinadamu, makosa ya kibinadamu yasimkute mwamuzi, basi wana haki na wanapaswa kufanya hivyo japo kwa staha, ili wasipate kadi ya kwenda kumpressurize mwamuzi aende kuangalia VAR pale inapobidi. Na hili limeonekana mfano wake. Kuna mifano miwili chanya na hasi ambayo Simba wanapaswa kuichukua kwa ajili ya mechi hii, kwa sababu hizi small details, mambo madogo madogo ikiwamo ya maamuzi yasiyo ya haki yanofanywa na waamuzi ama kwa kukusudia ama kwa bahati mbaya, ndio maana ikaletwa VAR kwa ajili ya kuwasaidia waamuzi. Lakini VAR inaweza kawepo isitumike kwa ajili ya kutenda haki, ili haki itendeke, na hasa kwa timu ambayo yenyewe inapigania maslahi yake. Hapa tunazungumzia Simba. Basi wachezaji wa Simba watakopata nafasi ya kucheza, kwa mfano ikitokea Musa Pimpin Kamara ndo ameanza, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala katikati pale, Abdurazak Hamza, Shamu Karabu, kina Fabrice Luamba Ngoma, kina Yusuf Kagoma, akina Kibu Dennis Prosper, Jasha Ahua, Eli Mpanzo Kibisawala, Steven Dese Mukwala, ama Lionel Ateba Mbida, ama Valentino Mashaka, whoever yeyote atakayepangwa, basi hakikishe kwa namna moja ama nyingine panapostahili kwenye small details washiriki kwa pamoja kama timu kujaribu kumfanya muamuzi atumie VAR pale panapohitajika kwa maslahi ya Simba, maana isio wanampressurize kwenda kutumia VAR kwa matumizi ambayo pengine ikiangaliwa itaidhuru timu yao. Tunazungumzia hili kwa mifano. Katika mechi yao ya kwanza ya robo finali dhidi ya Al Masry kule Misri, inakumbuka vizuri, ni mechi ambayo Simba walipoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya wenyeji Al Masry. Lakini ni mechi ambayo Simba walipiga mwingi sana, ni mechi ambayo kabla Simba hawajafungwa bao la pili walipata nafasi ya kuweza kusawazisha. Ni kwa sababu kulikuwa na tukio katika dakika ya 70 ya mchezo ambayo kama mwamuzi angefanya maamuzi yake kwa usahihi, Simba wangepata mkwaju wa penalty. Na uzuri wake Simba wapigaji penalty wako wazuri wengi, akiwemo Jasha Ahua ambaye pengine angekuwa na fursa kubwa ya kuweka mpira wavuni, halafu matukio yangekuwa 1-1 kabla ya kuja kufungwa lile bao la pili. Kwa sababu hiyo pengine mechi ya Simba dhidi ya Al Masry isingeenda kwa mikwaju ya penalty, kwa sababu kwa mfano angefungwa 2-1, yani penalty angeitumia, halafu kwa Mkapa walishinda 2-2, tunakumbuka vizuri, maana yake matokeo ya jumla yasingekuwa 2-2, bali ingekuwa Simba 3 Al Masry 2, shughuli ingekuwa imeisha hapo. Lakini katika tukio hili la dakika ya 70, marejeo ya picha za video yalionyesha dhahiri shahiri kwamba Lionel Ateba Mbida alikuwa ameangushwa na golikipa wa Al Masry kwenye eneo lao la goli, tunasema goal area,
tena ndani ya 6 yards, ndani ya yadi 6. Lionel Atebambida alifanyiwa madhambi na golikipa Mahmoud Gadi wa Al Masry, na hivyo ilistahili kuwa mkwaju wa penalty kwa sababu contact foul yoyote ya migusano ndani ya 18, hakuna uamuzi mwingine isipokuwa ni pigo la penalty. Lakini kwa mastaajabu ya wengi, mwamuzi hakuashiria pigo la penalty, wala waamuzi wake wasaidizi uwanjani hakuna aliashiria kwamba Simba walistahili penalty. Cha kusikitisha zaidi, hata watu wa chumba cha VAR hawakuashiria chochote kwa mwamuzi kwenda kuangalia ili aone kwamba maamuzi yake hayakuwa sahihi, anainyonga Simba, bali ilipaswa iwe mkwaju wa penalty. Lakini kwa wachezaji wa Simba kwenye tukio hili, wala hawakuonekana kumpressurize mwamuzi, wala wakatumia VAR ili maamuzi yake yatokane na matumizi ya VAR. Mwisho wa siku Simba ikafungwa 2-0 katika namna ambayo pengine, nasitiza pengine, maana penalty pengine ingepigwa pia wangekosa, lakini walikuwa na asilimia kubwa Simba kuweza kusawazisha bao katika dakika hii ya 70, kwa sababu hapa walikuwa nyuma kwa bao 1-0. Lakini kwenye mechi za nusu finali mbili, mechi ya kwanza ya Mamelodi Sundowns dhidi ya Al Ahly kule Afrika Kusini, lakini mechi nyingine ya nusu finali Orlando Pirates wenyeji dhidi ya Pyramids ya Misri. Mechi zote mbili ziliashiria namna gani ambavyo timu, wachezaji wake wanapaswa kuwa aggressive, wapambanaji, wahakikishaji kwamba haki yao haipotei bure bure, hasa pale ambapo kuna matukio ambayo VAR inapaswa kutumika ili kumsaidia mwamuzi kutenda haki. Kwenye mechi ya Mamelodi dhidi ya Al Ahly, miongoni mwa matukio ambayo yalilazimisha VAR kutumika ni Al Ahly kufunga mabao mawili. Ndio mabao ambayo mwamuzi alikuja kufanya maamuzi yake baada ya shinikizo la kwenda kutumia VAR, haswa kwa sababu pale alipoamua kwamba ni offside sio goli, Al Ahly walimshinikiza kwenda kuangalia, na ndipo alipojiridhisha zaidi kwamba sio goli bali ilikuwa offside. Lakini pale alipoona kana kwamba atake kusema goli, Mamelodi walimshinikiza, akaenda kutazama, haikupaswa kuwa goli. Kwa hiyo yapo maamuzi kadhaa, nimetaja tu mawili matukio mabao, kwamba wachezaji wa timu zote mbili kwenye kati tofauti kulingana na maslahi ya timu yao walimkumbusha mwamuzi juu ya matumizi ya VAR ili imsaidie katika kutenda haki. Katika mechi ya Orlando Pirates dhidi ya Pyramids, inakumbuka vizuri, kuna tukio katika dakika 45 plus kuelekea mapumziko. Lenyewe hili ni wakati ambapo mshambuliaji wa Pyramids Fisto Kalala Mayele aliweka mpira wavuni. Alionekana kana kwamba kabla ya kufunga alikuwa kwenye eneo la offside. Hata hivyo, mpira uliomfikia Mayele ulitoka kwa beki wa Orlando Pirates wa kichwa. Kwa taratibu za mpira wa miguu, mpira kutoka kwa timu pinzani halafu kujie wewe, ni kana kwamba Mayele lile ni bao safi, bao zuri, na ndio maana walikuwa wanashangilia sana, na ilikuwa mwamuzi naye yuko tayari kupeleka mpira kati. Lakini Orlando Pirates wakaenda kumpiga pressure mwamuzi. Matokeo yake akaenda kutazama VAR, licha ya mwamuzi kuona dhahiri shahiri kwamba mpira ulimkuta Mayele ulitoka kwenye kichwa cha beki mmoja wapo wa Orlando Pirates, bado akaamua kwamba sio goli. Lakini uamuzi wake huo ama ulikuwa sahihi ama vinginevyo ulitokana na matumizi ya VAR baada ya kupata shinikizo kutoka kwa wachezaji wa Orlando Pirates. Hapa pana somo moja tu. Mjadala sio kwamba lile ni goli sio goli, la hasha. Mimi sizungumzi hilo, bali nakumbusha kina Mohamed Hussein Shabalala kama nahodha, lakini na wachezaji wengine wa Simba pale panapostahili wasione uzito kwenda kumkumbusha mwamuzi juu ya kutumia VAR, kwa sababu michuano hii, hatua hii ya nusu finali kuelekea finali, kote kuna matumizi ya VAR katika kila mechi. Kwa hivyo pale wanapohisi maamuzi yako sawa, basi wasiliana na mwamuzi kwa kikundi kwa ajili ya kumpiga pressure isiyoleta madhara ya kupata kadi, kuhakikisha mwamuzi anakwenda kutumia VAR na kufanya maamuzi ambayo bila shaka yatakuwa ya haki zaidi kuliko vinginevyo. Kile walichokionyesha katika mechi dhidi ya Al Masry, wakinyongwa wazi wazi, halafu wao hawafanyi pressure yoyote kwa mwamuzi ili kwenda kwenye VAR, hawapaswi kukirudia, kwa sababu mechi hizi hatua ya nusu finali ni vita, na wakumbuke wao wanapigania maslahi ya Simba, lakini wanapigania maslahi ya Watanzania zaidi ya milioni 60 ambao watatamani kusikia habari njema kwamba Simba inakwenda finali na hatimaye kutoa ubingwa. Wanapigania maslahi ya wana Afrika Mashariki na Kati zaidi ya milioni 300 walio chini ya mwavuli wa Baraza la Vyama vya Mpira wa Miguu Afrika Mashariki na Kati, Sekafa. Mwakilishi wao ni wao Simba. Kwa hiyo wajue sio kwa ajili yao tu, lakini pia kwa wana Simba, kwa Watanzania, kwa wanajumuiya wa Afrika Mashariki na Kati walio chini ya mwavuli wa Sekafa, ikiwamo Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi, Djibouti,
Sudani ya Kusini, Ethiopia, Eritrea, na kwa mujibu wa taratibu za mpira wa miguu na Zanzibar shirikisho lake, wote wapo chini ya Sekafa. Matumaini yao ni kuona wana Simba wanasonga mbele. Ili wasonge mbele, basi watakiwa kuangangari katika kupigania haki yao pale panapostahili, ili VAR iwe sehemu ya msaada kwa mwamuzi Jacques Ndala katika kufanya maamuzi yake kwa usahihi. Nadhani imeeleweka vizuri. Mtazamaji, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwanduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.